sana, kwa sababu kwanza kwa ushirikiano, lakini pili uzalishaji umeongezeka, lakini tatu ni kweli mazao yetu yalikuwa bora. Sababu hivi vitu vitatu ni vya msingi sana kwa biashara zetu na mazao yetu. Sababu utalima, lakini kama utakuwa na ushirikiano, maana yake tutakusanya mafuta chafu, tutakusanya korosho mbovu, lakini baadhi ni changarawe au kokoto. Kwa hiyo soko lolote, aidha mauzo yote, maana yake biashara yote inapokuwa mzuri, kwanza mtikio wa mkulima mwenyewe uzalishaji, lakini je, unachokizalisha kina ubora gani? Baada ya ubora, maana yake tunaenda kwenye biashara. Na tunashukuru tumeshirikiana kwa kiasi kikubwa. Hata kuna afisa wangu mmoja hapa alisema kwamba inawezekana tukapata mazao nje ya Runali kulingana na ushirikiano huu, kwa sababu sisi ndio tutuma kusimamia, maana yake tunatimiza wajibu wetu kwa ajili ya kuwalipa wakulima kwa wakati. Kama zipo changamoto ndogo sana, lakini pia hata nyinyi wakulima, maana yake mnafanya kazi na kutetea mazao yaliyo bora. Maana yake mnunuzi anapokimbilia kwenye mnada wa Runali, cha kwanza anazingatia ubora. Hicho ndio cha kwanza. Kwa hiyo utakuta maeneo mengine inaweza tukapata ufuta, tukapata mbaato, tukapata korosho, kwa hivyo vitu ambavyo nimevisema. Lakini kabla sijahitimisha, mimi naombe tu wakulima, sasa hivi wanasema kwamba kilimo tunachokilima sasa hivi ni kilimo chenye tija. Tija kwa mkulima mwenyewe na wadau wengine waliosema, lakini hasa kwa mkulima mwenyewe, sababu hatulimi kilimo tu cha kawaida hizo cha kienyeji, tunalima kilimo chenye tija. Kilimo chenye tija maana yake tupate mazao mengi, lakini mazao yenye ubora, lakini pia tupate pesa nyingi kwa ajili ya kwenda kuuza hayo mazao. Sababu sasa hivi tunaenda na wakati. Sasa hivi kilimo ni biashara. Hizo choroko zinazosemwa zimeingia kwenye mfumo wa stakabadhi ghalani, maana yake ni namna ya kuongeza mazao mengine, tutokane na dhana ya zao moja tu la korosho. Kwa sababu leo hii kwa ndugu yangu Mtala kule huko Navila, ukienda yeye, maana yake anategemea zao moja tu la korosho. Ana cha mbaazi, ana cha ufuta, ana cha choroko. Tayari mazao mengine yanapoongezeka chini pala atalima hizo choroko, wakati anapalilia mikorosho, wakati anasubiri zao kubwa hilo zao la korosho. Kwa mimi naombeni sana wakulima, twendeni tukafanye kilimo chenye tija na kilimo biashara. Vitu ambavyo vinatusumbua, moja, swala la pembejeo. Pembejeo mara nyingi huwa zinafika chache, baadhi ya maeneo kuna watu wengine wanakosa kabisa, lakini jambo hilo tumewaeleza na wamelipokea, watalifanyia kazi. Lakini jambo lingine, swala la minada, inapotokea sasa msimu ukishaanza, minada ya kwanza wanalipa kwa haraka, minada ya pili, ya tatu, kuanzia minada ya 4, kadiri minada inavyoendelea malipo yanakuwa ya kusuasua. Kunakuwa na distance kubwa kuanzia pale unapouza mpaka kupokea hela yako mkulima. Jambo hili ni shida. Bahati mzuri tumewaeleza, wamelipokea, watalifanyia kazi. La choroko, kwa sisi wakulima tunafurahi sana, kwa sababu tulikuwa tunalima bure kwenye mikorosho mle katikati. Tulikuwa tunapanda kunde, lakini kunde nazo hazina soko. Ila nasi tunawaomba tena nao vile zao la kunde nalo wajaribu kutafutia soko kama hivyo kutafutia zao la choroko. Na hizi choroko tumezipokea, kwa kweli tutazilima kwa bidii zetu na zitatusaidia kutupunguzia gharama, hasa zile gharama za kuendeshea zao la korosho. Maana zao la korosho linahitaji gharama kubwa: kulima, kupalilia, kupogolea na mwisho kwa kuvuna. Kwa hiyo gharama yake ni kubwa sana. Kwa hiyo kwa kutumia zao la choroko vile itatupunguzia gharama zingine. Kuna changamoto hasa za bei hasa za minada ya korosho. Waga mnada wa kwanza unakuwa na bei nzuri, mnada wa pili waga zinaporomoka.
Kwa maendeleo ya sekta ya utalii na huduma za hoteli nchini, Parrot Hotel iliyopo Kaloleni katikati ya jiji la Arusha ni fahari ya Tanzania. Ina bwawa la kisasa la kuogelea na kupumzika kwa watu wa rika zote, mapokezi yenye ubora. Hapa utapata kahawa safi na vinywaji baridi vya kila aina, lifti za kisasa za kupeleka kwenye floor 13 zenye vyumba zaidi ya 100, vyumba vya kulala vyenye mazingira salama na tulivu, vyenye joto la upendo na baridi ya starehe, kumbi za mikutano zenye vifaa vya kisasa, mazungumzo ya kitaifa na kimataifa, sehemu nadhifu ya chakula yenye kuleta hamu, vyakula vyenye viwango vya ubora wa afya. Baada ya uchovu wa kutwa nzima, kuna baa ya kipekee kwa jioni yako ya kukumbukwa. Karibu Parrot Hotel kuonja ladha mpya ya maisha.